Ile sauti aliyoinyanyua Nabii Allah Ibrahim, sisi sasa tunaitika ya Rabbi, labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik, na kuitika mwito wa labbaik Allahumma labbaik. Kwa jumla napongeza, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hija hii makbul, na baada hapo nitakupongezeni, na inshallah iwe hivyo ni pongezi ya kweli ya hakika, kwamba baada kurejea katika hija mtakuwa mmezaliwa upya, mtakuwa mmezaliwa upya na mama zenu. Kwani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kishatoa ahadi kwamba man hajja walam yafsuq walam yarfuth, mtu yote akihiji ikiwa hakufanya mambo yanamtoa katika toa yake Allah na hakufanya mambo machafu, basi huyo malipo yake yanakuwa akitoka katika hija kayaumin waladatu ummu, amekuwa kama siku kazaliwa upya. Madhambi yote Allah subhanahu wa ta'ala kayafuta, na yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo kuyafanya. Natoa pongezi za mwanzo hizo. Kadhalika na toa pongezi kwa wale ambao wamejaliwa katika mwezi huu, katika mwezi wa Dhulqaada mfungo pili, na kwa mujibu wa ratiba niliyoambiwa hapa, katika mwezi huu mfungo pili mkifika Madina, baada kukaa muda mliopangiwa, mtaanza kazi ya safari ya kuelekea Makka. Kwa maana hiyo pia napongeza kufanya ibada hii, hasa umra katika mwezi wa mfungo pili, kwani hiyo ndio umra yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika umra zake zote bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya katika mwezi wa mfungo pili. Kwa faida tu, katika miezi ambayo ni sunna kufanya umra, mfungo pili ni mmoja wapo, na vile vile mwezi wa Ramadhani ni katika sunna mtu kukusudia kufanya umra katika mwezi mmoja katika miezi hii. Ingawa umra wakati wote inaruhusiwa, lakini tunazungumzia katika daraja za sunna na mambo ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo pia napongeza kwa hilo, na vile vile napongeza msafara huu kwamba kama Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kama utabiri tuliotangaziwa, kama itakuwa ndio hivyo hivyo, kwa sababu sisi hatufuati watu wa falaki, sisi tunafuata mwezi kuandama na kutokea Waislamu wawili kuona katika mwezi muhimu kama huu. Lakini kama ikitahakiki kwamba hija itakuwa ni siku ya Ijumaa, napongeza kwamba mmeipata hija ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Napongeza kwamba mmeipata hija ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mmehirimia hija katika mwezi wa mfungo pili, na hija yenyewe ya Arafa, yani siku ya Arafa ikawa ni siku ya Ijumaa. Allahumma taqabbal, Allah ajalie hivyo. Amin. Lakini bado napongeza msafara huu una bishara nzuri kwamba wanaanzia Madina. Baada Madina pale sasa muda mtakaokaa hapo, mtaanza msafara wa kwenda Maka kwa ajili ya umra, na mtahirimia katika miqat kama mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotupangia miqati. Kwa maana yake ni kwamba mahali pale, mahala ambapo unatakiwa usimame kwa ajili ya kunuia. Ibada ya hija ina vikwazo na taratibu zake. Huwezi kunuia hija isipokuwa katika miezi maalumu, na vile vile huwezi kunuia hija isipokuwa katika eneo maalumu. Na watu wanaotokea Madina na waliokuwa nyuma Madina, miqati yao hiyo ambayo kwamba inaitwa Dhulhulaifa, lakini kwa sasa wanaita Biyar Ali, haiko mbali sana kutoka Madina. Kwa kauli yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kunna lahunna waliman ata alaihinna, miqati ya wenyewe watu wa pale na waliokuja kapitia pale. Miongoni mwa hao wamepitia pale ni sisi tunaotoka hapa mpaka tukafika Madina, tutahirimia kutoka Dhulhulaifa. Hii ni nafuu kubwa sana. Kusimama katika miqati kuhirimia inakuepusha taabu nyingi. Lau kama ingekuwa unahirimia juu ya ndege,
hija yako ingekuwa unahirimia juu ya ndege ingefaa, haina mushkili. Wanazuoni wetu wote wa sasa wamekubaliana kwamba hija juu ya ndege inafaa, lakini na matatizo yake. Tatizo lake ni kwamba kuhirimia ni kule kunuia, kuhirimia ni kule kunuia. Kwa hiyo sisi tunapongeza kwamba hapa kidogo kutoka na wepesi zaidi kuliko kusafiri kwa njia nyingine. Lakini kama vile vile kuna wengine watahirimia maeneo ambayo hayafiki pale Dhulhulaifa pembeni, lakini naambia hapo pana usawa pia inajuzu, lakini sio hiyo hija ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni hija ya dharura. Pakitokea dharura katika maeneo ikiwa hapana miqati, tumeruhusiwa kwa mujibu wa maelezo ya Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu kwamba eneo hilo likiwa halina miqati unaweza ukasimama kuelekea miqati, lakini hiyo ni dharura. Pana haja gani ikiwa eneo lina miqati kisha baadaye wewe uwe unaiacha miqati maksudi ukasimama mahali eti kwa sababu unaelekea miqati? Lakini hatukuvunji moyo, hija yako inshallah itakubalika, na yale matayarisho alikuwekea Allah atakutayarishia. Sisi hapa hivi sasa kwanza tuna ibada tatu mbele yetu. Tufahamu kwamba tuna ibada tatu mbele yetu. Nikisema sisi nakusudia mimi ni katika nyinyi, ingawa mimi si katika wanaokwenda hija, yani nazungumza kwa niaba yenu. Kuna misafara, kuna ibada tatu ambazo ziko mbele ya safari yetu. Kwanza ni ibada ya kuzuru masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukizuru msikiti wake Bwana Mtume ndio umemzuru yeye. Kwa mwenyewe aliposema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, hakuna msikiti wote duniani utakuwa bora ambao utakuwa ni sunna kuufungia safari isipokuwa misikiti mitatu. Hakuna msikiti bora duniani ambao utakuwa ni sunna kuufungia safari, yani ukipata taabu vivyote utakapokuwa, lakini utapata malipo makubwa, hakuna isipokuwa misikiti mitatu. Wa kwanza ni Baitullah al-Haram, na wa pili msikiti huu Bwana Mtume ambao mwenyewe anaoita masjidi hadha, msikiti wake ambao kaujenga, akajenga msikiti Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na msikiti mwingine upo katika utawala wa dhulma uliokalia ardhi zetu na kutudhiki katika kwenda kutembelea msikiti wa tatu ambao ni Masjid al-Aqsa. Kwa hiyo ibada ya kwanza hapa ni kufunga safari kwa ajili ya kufuata msikiti wa Bwana Mtume. Ukishapata msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ziara ya kumzuru mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, ziara ya kumzuru yeye na kuzuru watu ambao wako jirani yake pale, masahaba wetu ambao baada ya Mtume sisi tumepokea dini kutoka kwao, akiwepo Siddiq Abubakar na Umar. Na vile vile kuna sunna vile vile huko ambayo ya kuzuru Masjidi Quba, na vile vile kuwazuru watu wakubwa kama vile Uhud na kwingineko. Haya yote maelezo insha Allah taala mtayapata kamili mtakapofika salama katika ardhi tukufu ya Madina, na Allah kupelekeni salama. Hiyo ni ibada ya kwanza. Kuwepo Madina piki yake ni ibada, kule kuwepo Madina piki yake ni ibada. Amali utaifanya Madina ni tofauti na amali unaifanya hapa Kariakoo au wapi au Magomeni. Amali unaifanya Madina ni tofauti. Tena amali hiyo katika mwezi kama huu, mwezi wa mfungo pili au mfungo tatu, chochote tunachokifanya katika amali njema malipo yake ni makubwa zaidi, kwa sababu kuna nyakati maalum kazitenga Allah azza shanu kwa ajili yetu sisi, na maeneo maalum kayatenga. Malipo makubwa sana anayapata mtu mwenye kufanya amali njema katika maeneo kama haya. Kwa hiyo kukaa Madina, muda mnaokaa si muda wa kupumzika tu, ni muda wa ibada. Tangu unaikanyaga ardhi ya Madina wewe katika ibada, nuia nafsi yako tokea sasa kwamba wewe unakwenda kwa ajili ya ibada. Unanuia kwenda kwa ajili ya kufanya ibada katika mji aliohamia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mji ambao umejenga tarikhi ya watu wema walivyompokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam,
mji ambao wenyewe walislimu kwa Qur'ani tu, hawakulazimishwa kwa upanga, kwa Qur'ani tu. Kaiteka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina kwa Qur'ani. Kwa hiyo kuwepo Madina peke yake ni ibada, na hata lao umri itakuwa mfupi, kwani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man istata'a an yamut fil madinati falyamut, mwenye kuweza, yani ambaye atajaliwa kufa Madina nafe. Kwa nini? Bwana Mtume anasema mtu akifa Madina mimi nitamshufaia. Kufa Madina peke yake ni ibada. Kama umri umekuwa mwenyewe Allah akakuchagua, usisikitike kwamba umekufa katika ardhi tukufu, na bwana Mtume ameahidi kukuombea shufaa siku ya kiyama. Hizi zote ni ibada ambazo hazipatikani mpaka zifungiwe safari kama hivi. Hiyo ndio ibada ya kwanza. Ibada ya pili ni ibada ya umra, na ibada hiyo itaanza mara baada muda kukaa pale mnapokaa Madina na kuondoka kuelekea Maka. Kuna umra, hiyo ni ibada mbali. Umra muda wote unaweza ukafanya umra. Umra ni tofauti na hija, kwa sababu hija na miezi yake maalum, lakini umra wakati wote ikiwa tayari unaweza ukafanya umra. Kwa hiyo ibada ya pili ni ibada ya umra, na nimesema ni ibada bora kwenu nyinyi, mmeifanya katika kipindi kizuri, ndio maana ikawa nakupongezeni, mmeifanya katika kipindi cha Mtume alichofanya sallallahu alaihi wasallam. Mtakuwa mmeifanya katika mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa mfungo pili, na nimesema kunyuma umra zake zote bwana Mtume 4 amezifanya katika mwezi wa mfungo pili. Kwa hiyo ndio maana nikapongeza zaidi. Hiyo ni ibada ya pili ambayo ndio mnaifungia safari hapa. Baada ya umra, mkiwa mko Maka kuanzia mwezi 8 sasa ndio mtaanza ibada ya hija, na maelekezo yote mtapata kwa wenyewe ambao wenye nafasi ya kueleza yote haya kwa ufafanuzi zaidi. Narudia tena kwamba umra yenu ni umra ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ilikuwa katika mwezi wa mfungo pili, na vile vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amehirimia umra kutoka Dhulhulaifa, yeye mwenyewe kahirimia. Kwa hiyo mtafika Dhulhulaifa. Umra haina taklifu kubwa sana, umra si ngumu sana. Umra inatofautiana na hija, nguzo zake takriban au mambo ya lazima katika hija, katika umra: ihramu, tawafu, sa'i na kupunguza nywele au kunyoa. Basi siku moja tunaweza kuifanya ibada ya umra mtu akawa amemaliza. Kwa hiyo baada ya ibada hiyo ya kumzuru bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukaa Madina, tutasubiri muda huo. Baada kuruhusiwa twende katika ibada ya umra, na nguzo muhimu sana katika ibada ya umra na katika ibada ya hija, nguzo muhimu sana ni hii kuhirimia, swala ya kuhirimia. Kuhirimia maana yake ni kutia nia. Baada kuwa ushakuwa tayari, kama ni mwanamume ushavaa nguo zako, ama mwanamke anavaa nguo zote zile za heshima anazokuwa alizozoea kuvaa, lakini kwa mwanamume na nguo yake maalum kishavaa tayari, kishajitayarisha, kishakoga, kishajitia harufu mbili nzuri, ananuia umra, ndio hiyo tunasema kuhirimia. Kuhirimia ni kule kutiania, si kuvaa nguo peke yake. Nguo hazitoshelezi, inatakiwa baada kwa ushaivaa nguo unanuia labbaik allahumma umra, labbaik allahumma umra. Tayari ushaingia katika ibada ya umra. Sasa usikilize nini masharti yanatakana uyatimize wakati ukiwa katika ibada ya umra. Unapofika Dhulhulaifa, kama ni kipindi cha swala, tutatawadha, tuswali tahiyat almasjid, au kama kuna qiblia tuswali swala ya fardhi,
baada hapo tunanuia umra. Vinginevyo katika nyakati nyingine zote ni vizuri kutawadha, na hata unao udhu si vibaya kutawadha tena, kwa sababu ni katika sunna tajdidul udhu. Sisi tunataka tufanye kila ambalo ni sunna na tunaweza kulifanya tulifanye katika kipindi hiki, kwa mujibu kama walivyosema mwezi huu tunaokwenda sasa hivi kufanya ibada, mwezi muhimu sana. Tawadha na kuswali rak'a 2 sunnatul wudu, baadaye uko tayari kunuia umra. Labbaik Allahumma umra. Mimi nataja umra tu hapa kwa sababu kwa utaratibu wetu hija tunayekwenda sisi wengi ni hija inaitwa tamattu'i. Ni hija tunaita tamattu'i, ambayo mtu anafanya umra kwanza, kisha anavua nguo zake, na baadaye anasubiri mwezi 8 tena kuvaa ihramu tena kuhirimia hija. Nazungumzia hiyo umra ambayo yumo katika tamattu'i. Haya mambo mengine naona kama yatatatiza watu zaidi, kwamba kuna hija inaitwa ifradi, inaitwa kirani. Akiwa mtu atafanya hivyo atapata maelezo zaidi kwa wahusika, lakini sisi tunachozungumzia hapa ni hii tamattu'i. Labbaik Allahumma labbaik, unaitika mwito ule, unamwitikia Mola wako azza shanu. Tangazo lilipeleka Nabii Allah Ibrahim kwa watu, tangazo aliloelekeza kwa watu limefika kwangu, unaitika labbaik Allahumma labbaik. Unaitika kwa sauti, na kwa wanawake vile vile si vibaya mkasika sunna pia, kama alivyofanya bibi Aisha radhiallahu anha, kunyanyua sauti, lakini isiwe sauti kubwa, sauti kiasi cha mwenyewe kujisikia, sauti ya kuwa mwanamke anajisikia mwenyewe anaitika mwito. Ama wanaume kila mahali ambapo kwamba panatakiwa mtoe talbia, mnatoa talbia. Hiyo ndio inaitwa talbia, labbaik Allahumma labbaik. Msafara moja kwa moja mpaka Maka. Hapo mtafanya tawafu al-umra, kwa vile nyinyi ni watu wa umra, mna tawafu moja tu katika umra. Katika umra kuna tawafu moja na sa'i basi, lakini katika hija kuna tawafu 2. Kuna tawafu al-ifadha ile kubwa zaidi ambayo ni nguzo, na kuna tawafu nyingine inaitwa tawafu al-wadaa ambayo ni wajibu. Na tukisema ni wajibu ni kwamba kidogo iko chini, hata kama utakosea utaweza kutoa fidia ya kuchinja ili kuziba nafasi ile. Lakini tukisema ni nguzo, hilo ni swala ambalo haliwezekani mpaka ulifanye vile vile vilivyo. Baada ya kufanya tawafu, na mtaelezwa utaratibu vizuri, kwa sababu mambo mengine mtakuja kuambiwa Madina huko na muda kuambiana huko. Nafanya sa'i na kunyoa au kupunguza, lakini ni bora zaidi kupunguza, ili siku hiyo ya hija wenyewe unyowe. Hiyo kwa mwanamume tu, ama mwanamke hanyowe, anapunguza tu kidogo. Hii ndio umra nzima ishakwisha tayari. Hii ni umra pekee yake ambayo imetanguliza, ili tujue kwamba msafara wetu huu una ibada 3: ibada kuwepo Madina na ibada kufanya. Allah azza shanu kwa hikma yake na kwa rehema yake sisi kutupenda sisi, katuchagulia katika kila mwaka siku 10, yani michana 10 na masiku 10. Masiku 10 hayo yapo katika mwezi wa Ramadhani, ndani yake kuna Lailatul Qadri. Unajipinda unavyoweza katika mwezi wa Ramadhani usiku kufanya ibada katika 10 la mwisho. Lakini pia kwa takhfif kafanya michana katika mwezi mwingine, katika mwezi wa Dhulhijja, katika 10 la mwanzo. Katika 10 la mwanzo ni michana ambayo ni bora kwa mwaka mzima, hakuna michana kuliko hiyo. Kwa hiyo kwamba tunafanya sasa ibada ya hija pamoja na utukufu wake wote katika eneo kubwa kama hilo la Maka na Madina, na kadhalika katika mwezi mtukufu kama huo wa Ashhurul Hurum, hasa katika 10 la mwanzo Dhulhijja. Yote haya ni Allah azza shanu kutaka kukukaribisha wewe, kwa sababu Allah sifa zake yad'u ila dari salam, anawalingania waja wake, anawaita waje peponi.
Dar es Salaam, sio Kariakoo Dar es Salaam peponi. Haya yote kayafanya tasila kwetu sisi, na inategemea hali ilivyo kule. Kama ikiwa joto kali sana huwezi acha, lakini kama una mazoea kufunga sunna na unaweza kufunga sunna Jumatatu na Alhamisi, funga katika miezi mitakufu. Utakuwa umefunga katika ardhi Allah, katika ardhi takatifu aliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kuna ile funga ya siku 9 za mwanzo, funga siku 9 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Pia ni funga ya mithibiti na ni funga ambayo katika madhahibu yote ipo, na ni funga ambayo talaqatul umma bil qabul. Lakini kwa nyinyi si rahisi kuifunga kwa sababu kule mbele kuna siku ya Arafa, hamtaweza kufunga. Lakini kama mtu anaweza kufunga katika 10 la mwanzo, Jumatatu, Alhamisi, au anapoweza kufunga vyovyote, funga hiyo ajue kwamba ni funga ya pekee, ni tofauti ile funga na ile funga tunayofunga hapa katika funga za sunna. Tumswalie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumswalie sana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwasikilize viongozi wetu wanapokwenda kuangalia matukio ya kitarikhi tukiwa tuko Madina. Ile kuona peke yake msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sehemu kubwa katika tarikhi, kuthibitisha kwamba kweli alikuwepo mtu huyu na kajenga msikiti huu. Hapa ndipo ambapo alipokuja akaikuta ardhi na akaletwa na ngamia wake mpaka hapo, akasema ardhi hii ya nani? Akaambiwa wenyewe nani, akanunua kwa hela zake Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huo pekee yake ni ushahidi. Twende kaangalie Quba, msikiti wa Quba ala Maka, kafikia huko kwanza. Tukaangalia vile vile maeneo waliokuwa maswahaba wakubwa kama vile Hamza bin Abdul Muttalib walipoziuza roho zao kwa ajili ya kutetea dini yake Allah azza shan. Yote yataelezwa haya na watu ambao watakuwepo katika ziara hiyo. Na vile vile kuna maeneo mengine ambayo hayaambiwi juzu shar'an kwa sababu ni ziara ambazo zina mazingatio, kama ikiwezekana kuonyeshwa. Kama utafika mpaka katika kisima cha Sibibaya, kuna maeneo mengi sana ya Madina yapo kitarikhi, lakini mengine yapo mpaka leo, mengine yamepotea. Kwa hiyo yale ambayo yapo mtayaona kuzingatia hapo hapa Uislamu ulifanya kazi gani na umeweka kumbukumbu gani mpaka leo.